Muziki ni kama una ngazi tatu hivi. Kwenye upande wa utekelezaji wa majukumu. Yaani kuna mwalimu ambaye anafundisha tu, kuna mwalimu ambaye anatunga tu, na kuna mwalimu ambaye anapiga kinanda tu. Lakini kuna walimu wanafanya hivyo vyote. Sasa wewe unatunga, unafundisha. Ni kwa nini haukujikita kwenye upigaji wa kinanda? Kila mmoja amejaliwa namna ya pekee. Muone hivyo. Kuna mmoja amejaliwa namna ya pekee. Kwamba huyu afanye hiki, huyu afanye hiki, huyu afanye hiki. Muone hivi. Lakini wote lengo ni moja. Kama huyu anacheza kinanda, mpongeze kwa sababu ni wito wake. Na yule anayecheza anayetunga, naye mpongeze kwa sababu ni mtunzi. Naye mpongeze. Lakini vyote hivi, vipaji vyote hivi vikishakanywa pamoja, basi mwanadamu natakatifuzwa na Mungu anabuzwa. Kwa hiyo vote pamoja. Usimchukie mtu kwa sababu kipaji chake, na usimdharau mtu kwa sababu wewe unacho hiki, yeye hanacho kile. Kwa hiyo kuna watu wengine wamejaliwa anatunga, anapiga muziki, anafundisha. Ipo. Lakini kuna mwingine anaweza kucheza tukinanda, lakini ukaambia wimbo wao afundishe, hawezi. Muone hivi. Sasa siwezi kumwambia bwana wewe vipi ni kipaji chake ndivyo alivyoitoa vile. Wote tujenge pamoja, tuheshimiane wote. Ni kweli. Mwalimu, mpaka sasa hivi unaendelea kufundisha kwaya na kutunga? Kwa kweli kama nilivyokuambia, kutokana sasa na umri nao anapozidi kwenda, majukumu mengine bila uachie walimu wengine. Najua wakati mwingine mwalimu ukiwepo mzee, ndio wale vijana wengine wanaweza kana wanakofia kufanya kazi na mzee. Kwa hiyo lakini kama wewe mwalimu umekaa pembeni mzee, unaona vijana wanaweza kuja wakafundisha. Basi wewe kama kitaji mashauri wako, atakuja kuambia mzee, nimekwamba hapa na hapa vipi? Naonaje? Basi unampa ushauri wako. Hakuna shida. Lakini kama unaona mambo yako na vizuri, basi endelea. Na kama unaona kabisa kuna hili siwezi kulivumilia, basi naweza nikaliingilia kutokana na ngazi ya ukatekesa. Kwa maana kuna 1, 2, 3 mnaonaje kama tungefanya hivi na hivi. Basi mwingine msikivu anakusikiliza, mnakuwa pamoja.